Hebu naomba niambie. Mama alikuwa analia tu, ila kwa Faith alikuwa anataka kujua babake yeye ni nani na kwa nini yani imekuwa hivi. Nangu unavyosema sio hivyo, ila ipo siku nitakuja kukueleza vizuri. Masuala haya yanahitaji muda kidogo. Unaambia huku kwa Faith aliweza tu kumkumbatia mama yake na kisha kumfariji. Huyu mama jina lake anaitwa Dana, ni mjasiriamali hapa mtaani. Ni mama ambaye anajishughulisha na biashara ndogo ndogo, ila anaishi na mtoto wake wa kike ambaye anaitwa Faith. Unaambiwa maisha yao ni magumu kinoma. Hapo mtaani kuna kundi la vijana ambao wanakuwa wanawaletea vurugu, yaani ni kufika tu na kubeba vitu. Unaambiwa kwa Faith sio mnyonge kabisa, alifika na kuambia kwani nyie mnafanya nini, huku mama yake alikuwa anamzuia. Unaambiwa ila wauni hawakuelewa, ila mama akasema nyie chukueni kila kitu mnachokitaka na msepe. Unaambiwa hawa wauni siku zote hawaelewagi, kila siku ni kumnyanyasa mama, hasa chuma chetu kinaitwa two worlds collide. Unaambiwa kitendo kile kilimuumiza sana mama. Unaambiwa mama alipoweza kufika nyumbani aliweza kupiga hesabu huku na hasara aliweza kuipata. Yaani siku hiyo kwake yeye ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Basi aliamua kumshukuru Mwenyezi Mungu kisha kunyanyuka na kumfuata mwanae. Najua una hasira kwa sababu ya kitu kilichotokea asubuhi. Mimi umenikera kwa kitu alichokifanya, alafu wewe isitoshe unakaa kimya tu. Ila mwanangu sijali, ila mimi nitafanya kila niwezalo ili wewe tu usome. Upande wa pili huko hivi kuna huyu dada anaitwa Chioma, yani unaambiwa ana mashauzi kinyama. Mwambie mfanyakazi naomba uniandalie chai, ila kabla kuandaa chai naomba uoge. Unaambiwa muda wa chai ulipofika aliangalia chai kisha akawa ameishiwa pawa. Yaani uwezi kuamini, aliamua kumuita mfanyakazi. Hiki ni nini sasa? Akasema uliniambia nikuandalie mayai ila ndio hicho ulichoniagiza. Mbona mimi nilikwambia mayai ya kukoroga? Je, hayo umekoroga? Basi binti aliamua kutoka zake chapchapo, basi akarudi akakatakata mayai hapo hivi. Basi binti akawa anashangaa. Jamani, hivi na maana kwamba babangu akulipi hela au nini? Yaani ndio kuelewa. Yaani wewe naweza hata nikakukata makofi sasa hivi. Naambiwa pia kwa mfanyakazi ni jeuri vile vile. Yaani ukija ukijaribu kitendo kama hicho nitakugeuza nyama. Toka kisha alimfukuzisha kazi. Huku nako upande wa pili kwa Faith. Leo amekutana na Oni na isitoshe yupo yeye mwenyewe tu. Faith alisema mamangu anaumwa, kwa hiyo unahitaji nimpelekee dawa. Wewe siku ile si ndio ulikuwa unaleta mdomo, sasa imekuaje? Yaani leo tutakufanya kitu kibaya. Faith alishikwa na hasira akampiga moja la chini akaamua kukimbia. Akamwambia kaka vipi? Faith yeye mbele kwa mbele. Sasa unaambiwa siku hiyo alifukuzwa. Akamwambia kaka samani, hivi hujaniona mtoto ameenda huko? Akamwambia ameelekea huko. Basi sawa anakuja. Basi aliamua kukimbia. Unaambiwa Faith alifika nyumbani kisha alimpa mamake dawa. Kisha wakakaa chini wakaongea nini na nini ili tu mamake awe sawa. Faith aliamua kumuuliza mamake, "Nimesikia umetoka na mume wa mtu." Mama akashtuka. "Na mke wake alikupiga baada ya mume kufariki." Huwezi kuamini. Mama alisema, "Hapana, haikutokea hivyo." Basi Faith akataka kujua kwani ni kipi kilichotokea mama. Hebu naomba niambie. Mama alikuwa analia tu, ila kwa Faith alikuwa anataka kujua babake yeye ni nani na kwa nini yani imekuwa hivi. Nangu unavyosema sio hivyo, ila ipo siku nitakuja kukueleza vizuri. Masuala haya yanahitaji muda kidogo. Unaambia huku kwa Faith aliweza tu kumkumbatia mama yake na kisha kumfariji. Upande wa pili huku hivi kwa Chioma alikuwa anaishi na mzee wake Alfred, ila mzee aliangalia pale meza akakuta meza chafu. Akamwambia, "Hivi kwa nini meza ni chafu?" Basi akamwambia, "Mzee, mimi hiyo sio kazi yangu, kazi ni ya mfanyakazi." Ila kwa Chioma alimwambia mzee wake, "Mfanyakazi ameacha kazi." Kwa hiyo akamwambia, "Kwa nini?" Akamwambia, "Mimi sijui tu, baada ya kunitukana akaamua aache kazi." Basi mzee yule aliamua tu kugundua kwamba ili swala ni yeye mtoto wake tu ndo amefanya, maana yeye ndo anayemjua. Unaambiwa siku mzee aliamua kufuka sana, basi Chioma aliamua aondoke zake. Unaambiwa huku kwa mama alikuwa anamwambia mtoto wake awai ili waende nyumbani. Sasa unaambiwa mama alikuwa anataka kuvuka barabara, mara ghafla aligongwa na gari. Baada ya hapo aliweza kufikishwa hospitalini. Iko vizuri tu. Kwa hiyo cha kufanya itabidi tu awe katika uangalizi. Mara ghafla naye akawa amefika. Aliweza kufika kisha akasema, "Mimi kwa sasa hali yangu ni nzuri." Ila daktari akasema unahitaji uangalizi. Basi malipo aliweza kulipia ule mzee, kisha baada ya hapo waliweza kuondoka. Mzee aliwachukua na kisha kuwafikisha nyumbani kwake. Aliweza kumsalimia Chioma, ila Chioma alibaki kushangaa tu. Ila mzee alisema, "Nyie tu jisikieni kwa nyumbani. Kwa hiyo twendeni kaonyeshe chumba chenu. Hapa ndipo mtakapopumzika." Basi mama yule aliweza kushukuru na mwanae waliweza kushukuru. Akamwambia, "Basi usijali, haina shida, acha mimi nitoke mara moja." Basi walifurahia siku hiyo, wakasema, "Kitanda hichi mbona kikubwa sana hivi, ngoja nijaribishe kulala." Basi Maza alimshukuru Mungu. Unaambiwa muda wa usiku mzee Alfred alikuwa amekaza kitu ametulia. Mara Chioma alimfuata akamuuliza, "Kwani hao umefuata nini hapa?" Mzee yule alikuwa anamuuliza mwanae, "Ni bahati mbaya tu imejitokeza, niliweza kuwagonga na gari. Kwa hiyo sio mbaya, nimeamua tu niwalete hapa kwa wapumzike."
Chioma akasema wapumzike kwa kipi, kwani hawana manyumbani kwao? Basi Chioma alichukua na hasira kisha na kaondoka zake. Ni asubuhi na mapema, mzee Alfred na Faith waliamua kwenda nyumbani kwao kwa kina Faith kwenda kuchukua mizigo yao. Basi mzee alisema ndo pale yeye akamwambia basi sawa, haina shida, mimi nakusubiri hapa, acha mimi niende. Basi alipoenda akakuta wale vijana wakawa wanamsimamisha. Siku ile uliamua kunipiga, sasa na leo nimekukamata, yani leo hutoki. Basi mzee yule aliamua kuwaona na kisha kukimbia. Akasema, jamani, kwani nyinyi mmekutwa na nini? Ni mimi nachotaka hapa ni hela yangu tu. Basi mzee akasema sawa, haina shida, tutakupatia hiyo hela unayohitaji. Basi waliweza kupewa hela yao. Basi wakasema basi sawa. Basi waliondoka zao. Huko kwa Chioma aliweza kumpigia simu rafiki yake kisha na kwanza kumlalamikia, yani baba ameamua kuniuzi, ameamua kuleta watu ambaye sio familia yetu, yani kiukweli ameniuzi. Naambiwa siku hiyo Faith aliamua kwenda kumsalimia Chioma. Chioma kupata kimazoea kabisa na watu maskini. Akamwambia kwani wewe nikusaidie nini? Hivi ina maana kwamba huelewi hichi kitu ninachokiongea hapa hivi? Ila sio kwa ubaya tu, ni vizuri kujuana. Akamwambia hapana, mimi sitaki. Basi Chioma aliamua kufunga zake mlango, akaamua kwenda kumpigia rafiki yake. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. Faith aliamua kumfuata mzee Alfred kisha anakwenda kumwambia ni bora tuongeze kupika humu ndani, kwa hiyo hakuna hata mfanyakazi. Basi mzee aliamua kumjibu, ni sawa, haina shida, ni nyinyi tu wenyewe mtaangalia kipi cha kupika, kipi mniambie ninunue, kipi niache. Basi mzee yule aliamua kuondoka zake. Mbio siku hiyo mazaa alikuwa amechoka sana. Istoshi ni watu walikuwa washazoea kufanya kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo humu ndani hakuna kazi, ni kula tu na kwenda kulala. Ila mazaa akamwambia, mwanangu, yani hapa nilipo mimi nimechoka, nachohitaji ni kazi tu kupika. Akamwambia mama, ni sawa, muda ukifika tutafanya. Basi siku hiyo mzee aliamua kuja na kwenda, akamwambia naona mzee umefika. Akamwambia nimefika, ila karibuni tule. Basi siku hiyo waliweza kula hapo hivi. Walikula chakula kizuri sana. Unaambiwa kwa Faith chakula kile alikipenda. Chioma akasema ndio ni kitamu kwa vile hujawahi kula. Basi mzee aliamua kumkata jicho mtoto wake. Basi mzee akamwambia nyie karibuni tuendelee kula. Mzee alisema Faith anataka kurudi shule, huku Chioma akiwa anashangaa. Basi mzee alisema mimi nitampeleka shule. Basi walishangaa na kushukuru. Nyie hata msijali, ni kama familia tu. Huku Chioma akawa anashangaa, hivi kwa nini baba unafanya mambo kama haya? Yani uiweje watoto wamekuja tu juzi hapa afu unafanya kitendo kama hichi? Unaambiwa siku hiyo Faith alikuwa anapiga deki. Chioma akamuuliza, ukimaliza kupiga deki hapo uje upige na chumbani kwangu. Basi binti aliamua kwenda chumbani kwake na kisha kwenda kupiga deki. Haya, mimi ndo nimefika, kwa hiyo nahitaji kupiga deki. Akasema basi sawa, haina shida, ngoja mimi nikupishe. Unaambiwa siku hiyo daktari alikuwa anakuja kumuona mgonjwa wake nini na nini. Unaambiwa siku hiyo ndio plani ilikopo imeanza, maana Chioma alikuwa ameshaongea na rafiki yake. Basi aliamua kuchukua maji na kumwaga chini hapo. Kisha akamwambia kumuita Faith, hivi wewe una akili kweli? Ina maana kwamba huyaoni haya maji? Hivi humu ndani kote umepiga deki, yani hapo kuna maji na wewe huyaoni. Hivi unawezaje kufanya usafi humu ndani? Akamwambia mimi usafi mbona nimefanya kila kitu, kwa hiyo mimi kila kitu nishakifanya. Unaambiwa siku hiyo mzee Alfred alikuwa na dimbu sana la mawazo. Mara ghafla tunamuona Faith akiwa anamfuata, akawa anamuuliza, mzee samani, kama una mawazo naomba nishirikishe, naweza tanga kusaidia. Mzee akasema, wewe unataka unisaidie mimi kwa kitu kipi hicho? Alisema nafikiria maisha tu. Inawezekana tajiri akawa anafikiria maisha kivipi? Wakati huo Chioma alikuwa anazidi kuangalia tu. Bana, mzee akasema unaweza kuwa tajiri ila hizo pesa zako zisiweze kutatua baadhi ya matatizo. Unaambiwa kitendo kile Chioma kilikuwa kinamuumiza sana, maana Chioma hajai kuwa karibu na mzee wake. Hasa leo Chioma alikuwa amekaa na mzee wake, anataka kumuonyesha kitu kwenye simu ili aweze kumnunulia. Hasa unaambiwa siku hiyo mzee akawa anamwambia, yani mimi hapa hivi nilikuwa na kazi zangu, kwa hiyo hapa kwenyewe sijamaliza. Huko Chioma alikuwa ni mtu sana kuchukia, yani babake alikuwa msikilizi kwa muda ule, maana alikuwa ameshaanza kuona tu wivu. Basi Chioma aliamua kutoka zake hapo hivi na kuondoka zake. Haya bana, unaambiwa huku kwa Faith alikuwa anamuonea sana mamake huruma, ndio maana akawa anajituma sana kwenye kusoma. Basi Faith aliamua kuchukua daftari na kumpa mamake kisha kumuuliza maswali. Unaambiwa siku hiyo mzee alikuwa sana yuko busy sana na mafaili ya kazini kwake. Mara ghafla Faith akaja akawa anamuuliza, mzee naomba nikusaidie mara moja hapa hivi. Unaambiwa siku hiyo bana Grace alikuwa anataka kumjua Faith, anataka kumjua kiundani zaidi. Basi unaambiwa siku hiyo waliweza kuongea mambo mengi sana. Basi unaambiwa kwa Chioma aliweza kumuonyesha rafiki yake Grace ndio huyu hapo unayemuona kwenye simu. Baada ya hapo unaambiwa huku kwa Faith alikuwa amekaa zake anaangalia movie. Mara Chioma akaja akawa anamfanyia visa. Ndio kazi kwanza imeanza, maana kama unakumbuka waliongea na rafiki yake akasema huyu tunabidi tumtimue hapa. Akamwambia unajifanya kwani wewe ni nani hapa ndani? Unajipa mamlaka kukaa na kuwasha kuangalia TV. Huku akawa anamwambia mimi naomba niache. Kwani wewe umpatwa na kitu gani? Kwani
umeamua kumleta rafiki yako ili muweze kunifanyia visa mimi? Basi Chioma akawa anacheka na rafiki yake. Huwezi kuamini. Akamwambia ni wewe. Yaani nilikwambia humu ndani kwa tupige deki afu hujapiga. Hebu njoo hapa hivi. Akamwambia naomba niache kwa sasa hivi. Niko na stress zangu. Kwa hiyo wewe naomba niache. Akamwambia niko na stress zako. Kwa hiyo wewe inanihusu mimi nini? Mimi ninachotaka piga usafi humu ndani. Akamwambia mimi sawa, haina shida. Kwani utanifanya nini? Akamwambia yani wewe nakuona kama vile takataka humu ndani. Kwa hiyo naomba niache. Akamwambia nini? Kwani utanifanya nini? Kwanza na mamako sitoshe ni malaya. Basi aliweza kumpiga kofi. Akamwambia ni wewe unaweza kumuita mamangu mimi malaya? Kuanzia lini mamangu ulimuona malaya? Basi siku ilitokea ugomvi, wakaanza kupigana pale Faith na Chioma. Mara ghafla tunamuona mzee wao akiwa amefika pale. Akamwambia kwani nyie mna shida gani? Akamwambia huyo anamuita mimi mamangu malaya. Akamwambia wewe mwanangu, kuanzia lini unaanza kumuita huyo mama malaya? Akamwambia hivi kweli wewe una akili kweli? Akamwambia baba mimi ninachokiongea ni kweli. Akamwambia yani siku hiyo ilikuwepo ni tabu sana. Ya baba sio hivyo, huyu ndo mgomvi. Basi aliamua kuondoka zake hapo. Unaambiwa bana, siku zilipita mbele kidogo na siku hiyo mzee aliamua kuitisha kikao. Akaanza kumwambia mwanae, naomba uombe msamaha. Akamwambia basi sawa nitafanya. Na kuomba sasa hivi uombe msamaha. Akamwambia baba, sawa nitaomba ila sio kwa muda huu. Basi aliamua kuondoka zake. Unaambiwa siku hiyo umeme ulikuwa umekatika. Basi Faith aliweza kuamka taratibu na kisha kumwambia mama, samani, naona kama vile umeme umekatika ila najisikia kiu. Kwa hiyo ngoja mimi niende basi kwenda hata kuchukua maji ya kunywa. Akaambia basi sawa, haina shida. Acha mimi niende. Basi aliweza kutoka zake pale kisha kwenda kuchukua hayo maji ya kunywa. Asa radi zikawa zinapiga usiku. Mara ghafla tunamuona naye huku Chioma alikopo ameshtuka sana na kuamka. Basi taratibu huku Faith akiwa anatembea akawa anasikia kama vile kuna kitu kinaanza kucheza. Mara ghafla walikutana. Basi unaambiwa Chioma aliweza kushtuka sana, akamwambia wewe kwani una matatizo gani? Basi Chioma alichukuliwa pale na Faith kisha akampeleka kitandani. Akamwambia usijali, wewe lala tu. Basi kesho yake kwa ni asubuhi na mapema, huku Faith alikuwa anamsalimia Chioma. Huku Faith alikuwa anafikiria tofauti zao zimebadilika. Basi unaambiwa siku hiyo Chioma akasema ai bana, toka hapa na hivyo vizawadi vyako, kwa hiyo havinihusu. Basi Chioma aliamua kumfukuza. Haya bana, bado visa tu vinaendelea. Chioma aliweza kuchukua maziwa kisha akamwaga. Akamwambia hivi wewe mbona kama vile unajitoa akili timamu? Akamwambia unaamua kunijibu mimi hivyo? Akamwambia kwa sababu gani umemwaga hapo hivi? Akamwambia mbona kama vile kuna maziwa hapo umemwaga? Akamwambia baba samani, ni huyu hapa hivi ndo amemwaga maziwa yangu. Akamwambia tena naomba ufunge mdomo. Kwa hiyo nakuomba chukua ile dekio hapo hivi na kisha uweze kudeki hapa. Basi unaambiwa Chioma siku hiyo alifumwa na mzee wake. Basi aliamua kudeki zake taratibu. Basi unaambia baada ya hapo bana Chioma aliweza kukaa. Basi huko chumbani kwake alikopa analia sana, maana kitendo kile alikopa amefanywa hajakipenda. Basi siku hiyo huko nako kwa Faith alikopa amekaa zake ametulia. Mara Chioma naye akaja akamwambia wewe unajifanya unasoma hapo hivi, kwani unasoma nini? Basi sawa, kama unaambia niende kufanya usafi basi sawa, mimi nitaenda kufanya. Basi unaambia siku hiyo bana alienda kupiga usafi. Mara ghafla tunamwona pale mzee Alfred akawa anamwambia Faith, kwani mbona muda wote unakuwa sana unapiga sana usafi muonda? Akamwambia ni mwanao ameniambia nipige usafi muonda. Akasema mwanangu? Akamwambia basi, akamwambia wewe hebu njoo hapa hivi huyu ndo umemtuma aje akadeki huko chumbani kwako? Kwa nini umemtuma? Akamwambia baba amna, ila tu ameamua kufanya kazi mwenyewe. Basi unaambiwa siku hiyo mzee alishikwa na hasira, akamwambia iwe mwanzo na mwisho. Unaambiwa siku hiyo Mazaa alikokuwa amekaa na mwanae wakawa wanapiga story huku wanaangalia TV. Mara ghafla tunamuona Chioma alikokuwa amefika pale akachukua remote kisha akaamua kwenda kukaa kwenye sofa na kwenda kuangalia yeye mwenyewe kitu anachokitaka. Basi Mazaa aliweza kunyanyuka na mwanae na kisha wakaamua kuondoka zake. Basi amefika huko chumbani akawa anasema yani mimi maisha ya hivi siyawezi, yani kila siku nanyanyasika. Akamwambia mama usijali. Nisijali nini? Yani mtu anakuta tunaangalia TV afu istosha anachukua remote anaanza kujibadilishia kwa vile tukisa nikao. Akamwambia mama basi itabidi tu wapole maana ndio nyumbani kwao, itabidi si tufanyaje. Akamwambia basi sawa haina shida. Huko Mazaa aliamua kwenda moja kwa moja kumfuata mzee. Kisha akamwambia baba samahani, yani humu ndani natamani mimi nifanye kazi, sema hata kazi za kufanya hamna. Akamwambia naelewa, kwa hiyo cha kufanya naomba tu unitafutie mimi kazi au la sivyo niamue kuondoka mimi na mwanangu. Unaambiwa siku hiyo pia daktari alikopo anaweza kufika taratibu kisha kumwangalia Mazaa. Basi daktari alikopo ni mtu kumwangalia Mazaa pale aliaga kwamba inaendaje.
Akaambia basi sawa, haina shida, acha mimi niende, nadhani hali yako mpaka sasa hivi iko vizuri. Naambia siku hiyo Faith alikuwa zake jikoni anaimba zake pale huko akiwa anaosha vyombo. Mara ghafla Chioma akaja akamwambia, ni wewe unaimba nini? Akamwambia niache mimi naimba, leo ni siku yangu ya furaha. Akamwambia hivi unaimba ama hapa umekuja kufanya kazi? Akamwambia wewe utajua mwenyewe bana, mimi naomba niache basi. Chioma aliamua kuondoka zake. Naambia siku hiyo mama Zaa aliweza kuongea na mzee, akamwambia mimi hapa nilipo hali yangu ni nzima tu, daktari ameniambia, kwa hiyo tunaweza kuondoka tu hapa nyumbani. Basi mzee akasema, kwa nini muondoke? Itabidi tulie kidogo. Unaambiwa siku hiyo ilikuwa ni usiku sana. Faith aliweza kupata kiu cha maji, basi alikwenda moja kwa moja kuchukua maji. Huku nako kwa Chioma alikuwa anaota ndoto. Mara ghafla tunamwona Faith akawa ameshtuka. Akawa anauliza, kwani huku kuna kitu chochote kilichotokea ndani? Hebu ngoja nikamwangalia mwenzangu. Mara ghafla akawa anamuamsha Chioma, naomba uamke, hizo ni ndoto tu, kwa hiyo naomba uamke. Mara ghafla basi Chioma alikuwa ameamka zake. Naomba utulie, hizo ni ndoto tu, hata usijali. Basi unaambiwa Chioma alikuwa amenyoa, mara alikuwa analia. Sasa unaambiwa siku ile ilikuwa ni asubuhi na mapema. Basi Faith aliamua kumpelekea rafiki yake Chioma maji. Basi aliyapokea maji na kisha kwanza kuongea. Unaambiwa kitendo kile kilikuwa kimembadilisha sana Chioma. Basi Chioma akasema basi mimi bora tu mbaki hapa. Akamwambia basi sawa, mimi nitaongea na mamangu, akikubali tunaweza kukaa. Basi siku hiyo waliweza kukaa wakapiga story 2-3 huku walikuwa wanapiga story za hapa na pale wakiwa wanaendelea kuangalia movie. Kwa kitendo hichi naona Chioma ameweza kabisa kubadilika, tena amekuwa mpole. Basi unaambiwa siku hiyo alikuwa ni mtu mnyonge sana, basi waliweza kufurahi. Unaambiwa tu asubuhi na mapema tu Faith anaanza kugombezwa na Grace. Basi pale Chioma alifika akamwambia, wewe kwani una matatizo gani? Hivi hata kama wewe ni rafiki yangu ndo umgombeze huyu nyumbani? Akamwambia naona sasa nyie kama vile damu zenu zimeshaendana. Kwa nini? Basi Chioma aliamua kumfukuza rafiki yake. Huwezi kuamini, mapenzi sasa hivi yameshaanza kumnogea kwa Faith. Maana kitendo cha wema alichomsaidia ni kizuri. Basi Chioma akamwambia rafiki yake, haina noma, basi naomba nisamee mimi. Basi uwezi siku hiyo Chioma alikuwa anamtaka amsamee ya kwamba vitendo alivyofanya vimemkosea. Basi unaambia siku hiyo akamwambia mama anaelewa kila kitu, kwa hiyo wewe hata usijali, kwa hiyo mimi nishakusamea toka muda, kwa hiyo njoo hapa hivi tukumbatiane. Akamwambia nenda. Siku hiyo waliweza kupeana faraja. Sasa unaambia siku hiyo walikuwa wameweza wamekaa pale chini wanapiga story. Akamwambia ila kwa maisha ya sasa hivi yani naona kama vile niliwakosea sana, ila kwa sasa hivi. Akamwambia hata usijali, ila sasa hivi tunaishi tu vizuri kama familia moja, na naombeni mnisamee kwa matendo niliyokufanyia. Mimi mwenyewe natamani nipate mama, naona sasa hivi nishapata mama. Kwa hiyo akamwambia usijali, huyu atakuwa mama yetu sote. Na uwezi kuamini, hapo mzee Alfred alifika nyumbani akawa anashangaa. Akamwambia nyie. Basi alifika pale akawakumbatia, akamwambia baba, sasa hivi tunaishi vizuri, tunaendelea tu vizuri, kwa hiyo hata usiweza. Akamwambia kweli mzee, tunaishi tu vizuri, kwa hiyo hata usijali. Basi mzee siku hiyo alikuwa ni mtu wa kushangaa sana. Akasema kweli hapa hivi nimepata familia iliyokuwa bora. Basi waliweza kukumbatiana pale. Akamwambia baba, matendo yote niliyokukosea naomba unisamee. Basi unaambiwa siku hiyo mzee aliweza kufurahi sana, aliweza kupiga story na familia moja. Akasema nyie hakuna kuondoka hapa nyumbani, tuende shopping. Sasa baada kutoka shopping hapo unaambiwa sasa baada nyumbani kufika hapo. Basi mzee alikaribisha familia yake upya na mzee akajipatia kama vile ndo mkewe. Basi waliweza kusikia, waliweza kufurahi sana, walifurahi. Asa Chioma na rafiki yake akawa anasema basi sawa, acha sisi tutangulie, ila naona kama vile nyie tayari. Akamwambia mzee, tayari kitu gani? Akamwambia tunaona tu. Akamwambia basi sawa bana, haina shida, mimi sina shida na mama yenu. Mama tu ilibidi tu waingie tu ndani pale, na siku hiyo ilikuwepo ni siku ya furaha sana. Unaambiwa siku zote katika maisha huwezi jua Mungu anakupangia kitu gani. Kwa hiyo cha msingi wewe ni kupambana tu na maisha yako. Na mimi msimulizi wa story hii naitwa Chris Y2 Film TV. Hakikisha umesubscribe channel yetu hii. Bye bye.